Kwa jina naitwa Mwalimu Caroline Magoti, mwalimu mkuu wa shule ya awali na msingi Josephat Gwajima. Kwanza nitaanza na historia fupi ya shule hii. Shule ya awali na msingi Josephat Gwajima ilianza tarehe 19 mwezi wa pili 2024, kwa maana mwaka jana. Shule hii ilianza na idadi ya wanafunzi 129. Kati yao wanafunzi 49 walikuwa ni shule ya awali na wanafunzi 79 walikuwa shule ya msingi, kwa maana grade 1. Na shule hii inaendeshwa kwa mchepuo wa lugha ya Kiingereza na ina idadi ya walimu. Shule ilianza na idadi ya walimu 7. Kati yao walimu wawili walikuwa wa kiume na walimu 5 walikuwa wa kike. Kadri miaka inavyoenda tunatarajia kuwa na idadi kubwa, kwa maana kwa mwaka huu tumeongeza darasa, kwa maana tuna darasa la awali, darasa la kwanza na darasa la pili, ambalo linafanya idadi ya wanafunzi kufikia 272. Kwa maana hiyo ni maendeleo makubwa katika kata yetu na maeneo ya Madali. Huduma wanazopata wanafunzi hapa, hii ni shule ya kutwa ambapo wanapata chakula kuanzia siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, kwa maana siku za masomo, na ratiba yetu ya chakula inabadilika kulingana na aina ya chakula. Kwa hiyo watoto wanapata chakula chenye lishe, wanapata uji wenye lishe, wanapata chakula chenye protini, vitamini, matunda, maji, na tuna maji safi. Tuna maji tumepata kutoka msaada shule ya Hazina, na pia hayo ni maji ya kisima, na tuna maji kutoka Dawasco. Kwa hiyo shule yetu ina huduma zote, inapata mahitaji yote kwa kifupi. Kwa mwaka bajeti ya mwaka 2024-25 shule yetu ilipata mgao kutoka chanzo cha ndani, kwa maana kutoka kwa mkurugenzi, mgao wa fedha. Tulipata kiasi cha shilingi milioni 31 na laki mbili, ambapo ni kwa ajili ya ujenzi wa choo matundu 13, na ujenzi huo upo katika hatua za mwisho. Hatua za awali tuliandaa mazingira, kwa maana kufyeka maeneo, tukaandaa mafundi na wazabuni wa kusambaza vifaa. Kwa hiyo shughuli nzima ya ujenzi inaendelea, na mpaka sasa shule iko katika hatua ya kumalizia, lakini kiasi hicho bado hakijakamilika, kwa maana kimeishia hapo, ambapo tuko katika hatua ya kupiga rip na tuko katika hatua ya kupiga tiles pamoja na kufunga mabeseni yale, lakini tuko katika hatua nzuri, na tunamshukuru mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni kwa jitihada zake kutupambania, na shule yetu inaendelea kukua. Kwa maana hiyo tunatarajia temu ijayo vyoo vile vitatumika, ambapo vyoo vyetu viko pale pande wa mwanzoni pale. Pia tuna huduma mbalimbali za kijamii. Kwa mfano, tuna vikao vya wazazi, tunawashirikiana na wazazi katika vikao kuboresha shule. Tunashirikiana na walimu na wazazi wana mahusiano mazuri. Uongozi wa shule pamoja na walimu na wazazi pia wana mahusiano mazuri. Tuna klabu mbalimbali za masomo hapa shuleni. Baada ya vipindi vya madarasani, watoto ubaki madarasani na walimu kwa ajili ya vilabu vya masomo ama elimu baada ya masomo. Kwa hiyo kule tunawafundisha watoto mahusiano na wazazi, mahusiano na majirani. Tunawafundisha kuepukana na vitendo vya ukatili wa jinsia. Kwa hiyo watoto wetu wanapata taaluma iliyo bora kwa kupata mtaala ulioboreshwa. Shule yetu kweli ina changamoto. Changamoto ya kwanza ni hiyo ya kukosa uzio. Tunajua mkurugenzi ana shule nyingi, na pia ndio tunayemtegemea katika kutupa hizi misaada, lakini hatuwezi kumwachia mkurugenzi peke yake. Wadau mbalimbali au wazazi huwa katika vikao tunaomba basi waguswe na wao, kwa sababu hii ni shule yetu na watoto wetu ndio wanakuja hapa wasome kwa usalama. Basi tulikuwa tunashauri wazazi au wadau mbalimbali wa nchi hii au wa maeneo Madale waweze basi kushirikiana nasi katika kuboresha hilo tatizo, kutatua tatizo la uzio, ambapo tatizo hilo ndio litakaloleta zaidi maendeleo ya mtoto hapa na usalama akiwepo hapa shuleni.